Ninakukaribisha mpenzi mtazamaji wa hichi kituo popote ulipo, ili nikuchanganulie taarifa zote ambazo zimeweza kutendeka. Mimi ni mtangazaji wako Bwana Ezra. Ninakuomba tafadhali, endapo unanipata kwa mara ya kwanza katika ukumbi huu, jiunge na sisi kwa kupiga subscription. Finya hapo chini penye umekuandikia subscribe. Kishafanya hivyo mpenzi mtazamaji, utakuwa umejikatia tiketi ya moja kwa moja kuendelea kupokea taarifa zetu. Ukifinya subscribe hapo chini, kuna penye itakuambia Tanzania News Today. Hapo ndipo nyumbani kwetu. Subscribe hapo ili tuendelee kuhamasishana na kuelimishana. Hotuba ya Samia Suluhu Hassan katika taifa letu la Tanzania imeweza kuzimwa na imekataliwa kutokana na maneno ambayo alikuwa anawadanganya mabalozi. Siku ya Alhamisi tarehe 15 Januari mwaka 2026 katika ikulu ya Chamwino, Samia aliweza kufanya kikao cha kwanza mwaka huu, mwaka 2026 na mabalozi wa mataifa ya kigeni. Pale mpenzi mtazamaji, Samia akaweza kuwadanganya washirika wa jumuiya ya kimataifa kwamba Tanzania iliweza kuandaa uchaguzi wa 7 wa kidemokrasia ambao anaita kwamba ni hatua muhimu sana. Tukianzia hapo, uliona uchaguzi ule ulikuwa wa kidemokrasia. Uchaguzi gani huu Samia anaita wa kidemokrasia, kipindi ambapo aliweza kuengua viongozi wakuu wa upinzani? Mpina kutoka ACT Wazalendo hakukuwa, mwingine mwenye anaitwa Tundu Lissu hakukuwa kwenye kinyang'anyiro. Uchaguzi gani huu ambao anaita wa haki na huru? Uchaguzi gani huu ambao anaita kwamba ni wa kidemokrasia, kipindi ambapo Watanzania waliingia barabarani kulalamika tukikataa uchaguzi ule na matokeo yale ambayo yaliweza kutangazwa? Hapo Samia aliweza kuwadanganya wageni. Vilevile Samia akajifanya kwamba anatoa pole zake za dhati kwa usumbufu wa huduma na kufungwa kwa interneti walikopata wageni Tanzania. Yaani anawadhamini sana wageni kuliko sisi, si ndio? Anawadhamini sana wageni kuliko sisi. Sisi tulimkosea nini Samia? Sisi wa Tanzania. Ulimsikia Samia amesimama na kuambia Watanzania, pole, ninawaomba msamaha kwa kuua ndugu zenu, naomba mnisamehe, tuanze kwenda mbele vizuri. Sijamsikia kituomba msamaha, ila ameweza kuomba msamaha wageni. Hichi ni kitendo ambacho kimeweza kughadhabisha Watanzania wengi sana, na ndio maana nimekueleza kwamba kitu ambacho kinaitwa hotuba yake iliweza kuzimwa kipindi ambapo alikuwa anazungumza. Alikuwa anazungumza kitu ambacho kinaitwa matope, eti kwamba serikali yake inajisatiti na kujitegemea katika kusimamia demokrasia. Demokrasia gani ambayo iliweza kufanyika katika taifa letu la Tanzania? Demokrasia gani mpenzi mtazamaji anazungumza? Alafu tena kwa kiburi na kwa madaha anazomea nchi za kigeni ambazo hazikuweza kumpea hongera kwa wizi wa kura.
Unajua kuna mataifa ambayo hayakuweza kumuhongera. Sijui kama unanielewa. Kuna mataifa ambayo hayakuweza kumuhongera. Sasa anasema wale ambao hawakuweza kumpea hongera waheshimu maamuzi ya Watanzania. Maamuzi gani hayo ambayo tuliweza kufanya, mpenzi mtazamaji? Anasema eti kwamba mataifa ya kigeni waweze kuheshimu maamuzi yetu. Sisi tuliamua kwamba Samia kuwe rais? Tuliamua kwamba Samia kuwe rais? Ndio nakuuliza mpenzi mtazamaji, tuliamua? Kipindi ambapo anaambia bunge la Ulaya, kwa sababu bunge la Ulaya ndilo liliweza kumwambia kwamba uchaguzi ule haukukuwa wa haki na huru. Ule uchaguzi ulikuwa wa wizi, aliiba kura. Hata Marekani iliweza kumwambia kinagaubaga kwamba aliiba kura kwa sababu matokeo yake yalikuwa yamekwisha amriwa kitambo. Alafu sasa anawazomea kwa kuambia kwamba waheshimu maamuzi yetu. Kwani sisi tuliamua kwamba kwa rais wetu? Mbona hataki kuzungumzia wale ndugu zetu ambao aliweza kuua? Lakini yuko na ubinafsi wa kuzungumza kwamba Marekani iweze kuheshimu maamuzi ya Watanzania. Maamuzi gani? Sisi hatukumchagua. Mimi sikumpigia kura. Ni jambo la kusikitisha sana. Excellencies, as you are aware, we successfully conducted our 7th democratic election, achieving a milestone with nearly 44% women representing in the National Assembly, and the election was solely financed through domestic resources. This underscored national ownership, institutional maturity, and the government's commitment to self-reliance in managing democratic processes. Despite these remarkable achievements, with heavy hearts, we acknowledge the challenges of the unrest and violence on the election day and shortly thereafter. Our response was essential to maintain constitutional order and ensure safety of all citizens and diplomatic community. To our partners in the diplomatic community and the foreigners residing here in Tanzania, I express my sincere sympathy for the uncertainty, service disruption, and internet shutdowns you experienced. I assure you, we remain vigilant to ensure your safety and prevent any repeat of such experiences. Excellencies, democracy is a journey of growth. Every political system contains grievances. It is clear that there is no global formula for these unique challenges, and we must afford each other the space to learn and grow with humility. To those who send solidarity and congratulatory messages, we thank you. To those who didn't, we take note of your feedback too. I ask your friends of goodwill to lend their support to our reforms. And to those who may not share our vision, I ask that you at least respect our sovereignty. The voice of Tanzanians has been heard through the ballot box, and that voice must be respected. To foster national healing, or in order to foster national healing, I've undertaken the following steps. 1. Establishment of the Ministry of Youth under President's Office to institutionalize the image of our next generation. But 2. Pardoned 1,787 convicts associated with the unrest and violence of 29th October last year. 3. Constituted an independent commission of inquiry in accordance with our Constitution. And lastly, pledged to establish a Truth and Reconciliation Commission to proceed our new constitution process. Nina imani kwamba umeweza kumsikiliza, licha kwamba
hatutaki kumsikia. Cha kushangaza, anaomba mabalozi msamaha na sisi bado hajaweza kutuomba msamaha. Wameweza kuomba mabalozi msamaha ndiposa waweze kuomba mikopo na misaada ya kifedha. Ninashangaa huyu Idi Amin mama, huyu cousin ya Museveni, huyu Samia anazungumzia kwamba uchaguzi wetu wa Oktoba ulikuwa wa kidemokrasia. Sasa kama uchaguzi ulikuwa wa kidemokrasia, ni kipi ambacho basi kilitufanya tukaingia barabarani kuandamana? Ni kipi? Kama uchaguzi ule ulikuwa wa kidemokrasia, mpenzi mtazamaji, jinsi ambavyo Samia anasema, mbona basi akawaua wale ambao walikuwa wanakataa matokeo yake? Kama uchaguzi huu ulikuwa wa kidemokrasia na anaomba kwamba maamuzi ya Watanzania yaweze kuheshimika, mbona anakataliwa na asilimia kubwa zaidi ya 90 ya Watanzania ambao wanasema kwamba waliweza kumpigia kura? Kwa sababu kwa zaidi ya asilimia 90 wa Tanzania bado hawamkubali kama rais wao, na hii asilimia 98 ambao Samia anasema kwamba aliweza kupata kutoka kwa uchaguzi, aliitoa wapi? Kaitoa wapi? Na hii interneti ambayo anaombea msamaha kwa kukatika Tanzania, mbona ikatike siku ya kupiga kura peke yake Tanzania na siku ya kuhesabu kura, lakini siku zingine interneti ipo? Huyu Samia anatuona kama wajinga, si ndio? Tume ya kuchunguza uvunjivu wa amani ameipea miezi 3 kufanya uchunguzi na kumpea majibu, lakini cha kushangaza anasema kwamba aliweza kupata kura ushindi wa asilimia 98. Kura ambazo wanasema kwamba ziliweza kupigwa katika taifa letu la Tanzania ni milioni 32. Hizi kura milioni 32 ni kura za kuhesabika kwa siku 2. Kwenye kituo fulani wakahesabu, kituo fulani wakahesabu, kwa siku 2 wameweza kutangaza mshindi. Alafu matokeo waliweza kuyatuma aje kutoka kwa kituo cha kupiga kura kuelekea kwa kituo kikubwa cha kujumulisha kura, kipindi ambapo hapakukuwepo na interneti Tanzania yetu. Hivi anawaonaje mabalozi kuongea uongo mbele yao, kana kwamba hawakuwa na macho ya kujionea kwamba Tanzania hapakukuwepo na uchaguzi, bali palikuwepo na maafa, mauaji. Mimi ninashangaa mpenzi mtazamaji, kama ni ukweli palikuwepo na uchaguzi wa haki na huru, mbona basi analazimisha Watanzania tuweze kumpenda rais mwenye amechaguliwa kwa hii asilimia 98 yenye aliweza kututangazia? Hata mtu mmoja hangekuwa anamkosoa. Anasema kwamba aliweza kushinda kwa asilimia 98, ili hali kipindi ambapo anatembea na vikosi vyote vya usalama. Hii ni dharau ya kupitiliza, kuambia Marekani na bunge la Ulaya iti kwamba waweze kuheshimu uamuzi wa Tanzania, kipindi ambapo uchaguzi wenyewe haukuwa wa kidemokrasia, ulikuwa wa wizi
na kila kitu. Ndio maana hata hiyo hotuba imeweza kukataliwa. Sikiliza kauli moja kutoka kwa Mtanzania, anasema kwamba uchaguzi huru, watu mstari umefuatana, chama kimo. Yani anamuuliza kwamba uchaguzi wa huru kipindi ambapo watu wameuana, yani watu wameuawa. Alafu mwingine akasema kwamba utasikia CCM wakiandamana kupongeza hotuba kama hiyo ya Samia. Mwingine akaweza kumwambia kwamba kama uchaguzi ulikuwa wa haki na huru, mbona umeweza kunyimwa misaada? Wacha nikuambie, kwa asilimia kubwa ya Watanzania hata hawamsikilizi huyo mama. Hata nimekosea sana kuweka hotuba yake hapa. Wazo lako ni lipi?